Bilionea alimkuta binti yake akila na watoto maskini wa mitaani, kando ya barabara, na akajiunga nao. Alisimamisha gari lake la kifahari polepole, dereva wake akimtazama kwa mshangao. Hakukuwa na mtu yoyote aliyemwona akitoka kwenye magari ya kifahari na kukaa chini kwenye mchanga mchafu wa barabara. Binti yake, Amani, alikuwa amekaa chini, akigawana ugali na maharagwe kwenye sahani ya plastiki na watoto watatu waliokuwa wamevalia NGO zilizochakaa. Alikuwa akicheka nao kwa furaha, kana kwamba hawakuwa tofauti. Bilionea mzee Khalid Mwangi, tajiri mkubwa wa biashara na uwekezaji nchini Kenya, alikaa chini kimya kimya karibu nao. Hakuna mtoto aliyemjua ni nani. Alitabasamu tu na kuanza kula. "Baba, hawa ni rafiki zangu," Amani alisema kwa sauti ya upole. "Hawa ni watoto wa barabara, lakini wana ndoto kama sisi." Khalid hakujibu mara moja. Aliwatazama watoto hao kwa makini, macho yao yakijaa njaa na matumaini. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, alihisi kitu kikigusa moyo wake, lakini hakujua kwamba tukio hili lilikuwa mwanzo wa siri kubwa ambayo ingebadilisha maisha yake, biashara yake na jina lake milele. Watoto hao waliitwa Juma, Wanjiru na Kito. Walizungumza kwa furaha kuhusu ndoto zao. Juma alitaka kuwa daktari, Wanjiru alitaka kuwa mwalimu, na Kito alisema anataka kujenga nyumba kubwa kwa mama yake. Amani aliwasikiliza kwa makini, akiwaheshimu kana kwamba walikuwa wanafunzi wa shule ya kifahari. "Baba yangu anasema elimu ni ufunguo wa mali," Amani alisema. "Na mimi nataka nisaidie watu wengi wapate elimu." Khalid halimsikia binti yake, lakini maneno hayo yalimuumiza kwa njia isiyoeleweka. Alikuwa amejenga himaya ya mali, real estate na biashara za kimataifa, lakini hakuwahi kufikiria watoto kama hawa. "Unawajua kwa muda gani?" Khalid aliuliza. "Wiki 3, Amani akajibu. "Wanakuja hapa kila siku." Khalid alimtazama binti yake kwa mshangao. Hakujua kuwa Amani alikuwa akitoka nyumbani kila jioni kuja hapa. Hakujua kuwa binti yake alikuwa akiishi maisha tofauti na yale aliyodhani, na hakujua kuwa mmoja wa watoto hawa alikuwa na uhusiano wa damu na yeye. Usiku huo, Khalid alikaa ofisini kwake akiwa kimya kimya. Picha za biashara zake zilikuwa ukutani. Majengo marefu, hoteli, kampuni za teknolojia. Lakini mawazo yake yalikuwa kwa watoto wa barabara. Alimuita mlinzi wake wa zamani, Mzee Omari, mtu aliyokuwa akijua siri nyingi za familia yake. "Omari," alisema kwa sauti ya chini, "nilete taarifa kuhusu watoto wa mitaani waliokuwa na Amani leo." Omari alishtuka. "Kwa nini bwana?" "Nataka kujua," Khalid alisema tu. Omari aliondoka, lakini uso wake ulionyesha wasiwasi mkubwa. Khalid alisimama karibu na dirisha, akitazama jiji la Nairobi likiwa na taa nyingi. Alikumbuka maisha yake ya zamani, maskini, mwenye ndoto na mwenye njaa. Lakini sasa alikuwa bilionea, na bado alihisi kama kuna kitu muhimu alichopoteza njiani. Kesho yake, Amani alirudi tena kwa watoto wa barabara. Alileta mkate, maziwa na matunda. Wanjiru alikimbia na kumhumbatia. "Asante sana Amani, unatufanya tujisikie kama watu wa maana." Amani alitabasamu. "Nyinyi ni watu wa maana." Juma alimtazama kwa macho ya shukrani. "Baba yangu ni mtu mkubwa sana. Kwa nini unakaa nasi?" Amani alifikiria kidogo. "Kwa sababu maisha siyo pesa tu, ni watu." Wakati huo gari la Khalid lilisimama mbali. Alimtazama binti yake kwa siri. Aliona jinsi Amani alivyowasikiliza, jinsi alivyocheka nao, jinsi alivyowagusa kwa upole. Na kwa mara ya kwanza, Khalid alihisi wivu. Si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya moyo wa binti yake. Omari alirudi na taarifa. Alisimama mbele ya Khalid akiwa na uso mzito. "Bwana," alisema kwa sauti ya chini, "kuna kitu unapaswa kujua." Khalid aliketi chini pole pole. "Sema." "Mtoto mmoja kati ya wale wa mitaani, Juma, ana historia inayohusiana na familia yako." Khalid alisimama kwa mshtuko. "Unamaanisha nini?" Omari alitoa faili ya zamani. "Miaka 15 iliyopita, kulikuwa na msichana uliyekutana naye wakati bado hujaoa. Alipotea akiwa mjamzito." Khalid
Alishika faili kwa mikono inayotetemeka. Juma ana umri unaolingana, Omari alisema, na kuna uwezekano mkubwa. Hakumaliza sentensi, Khalid alihisi dunia ikizunguka. Khalid hakulala usiku huo. Alikaa kitandani, macho yake yakitazama dari, akili yake ikirudi miaka mingi nyuma. Alikumbuka msichana aliyeitwa Zawadi, msichana maskini aliyempenda wakati alikuwa bado kijana maskini anayehangaika na biashara ndogo ndogo. Alimpenda, lakini alipoanza kupata pesa, alihisi aibu kumleka kwenye maisha yake mapya. Alimuacha bila hata kumwambia. Baadaye alisikia tu kwamba alitoweka. Je, kweli Juma ni wangu? Alijiuliza. Asubuhi alimpigia simu wakili wake Binjeri, mwanamke mwenye busara na uzoefu mkubwa wa masuala ya familia na mali. Nataka uchunguzi wa DNA, Khalid alisema. Lakini hakuna mtu anayepaswa kujua. Njeri alinyamaza kidogo. Hii inaweza kubadilisha urithi wako, kampuni zako na familia yako. Niko tayari, Khalid alisema. Lakini hakujua kwamba Amani alikuwa tayari anaanza kugundua siri zake mwenyewe. Amani alimwona baba yake akiwa tofauti. Alikuwa kimya, mwenye mawazo na mara nyingi alimtazama kwa macho ya huzuni. Baba, kuna shida? Amani aliuliza wakati wa chakula cha jioni. Khalid alitabasamu kwa kulazimisha. Hakuna mwanangu, ni kazi tu. Lakini Amani hakuridhika. Alikuwa msichana mwenye akili, anayependa kusoma biashara, uwekezaji na maendeleo ya jamii. Alijua baba yake alikuwa mtu mwenye siri nyingi. Usiku huo, alimwona baba yake akizungumza kwa simu kwa sauti ya chini. Alisikia maneno kama DNA, urithi, mtoto wa zamani. Moyo wake ulipiga haraka. Mtoto gani wa zamani? Alijiuliza. Amani alikumbuka Juma. Alikumbuka macho yake. Alikumbuka jinsi alivyofanana kidogo na baba yake. Wazo hilo lilimtetemesha. Siku chache baadaye, Khalid alimwalika Juma ofisini kwake kwa kisingizio cha kutoa msaada wa elimu. Juma alikuja akiwa na shati lililochakaa, lakini macho yenye matumaini. Unataka kusoma shule gani? Khalid aliuliza kwa upole. Nataka kuwa daktari, Juma alisema, lakini sina ada. Khalid alitabasamu kwa kulazimisha. Nitakusaidia. Juma alishangaa. Kwa nini unanisaidia sana? Khalid hakujibu mara moja. Alimtazama mtoto huyo kwa makini. Aliona sura yake, sauti yake, hata namna alivyokaa. Ilikuwa kama kujiangalia kwenye kioo cha zamani. Kwa sababu ninaamini katika elimu, Khalid alisema, na ninaamini katika vijana. Juma alitabasamu kwa furaha, bila kujua kwamba msaada huu ulikuwa na maana kubwa zaidi kuliko alivyodhani. Wakati huo huo, mke wa Khalid, Bi Salma, alianza kuona mabadiliko. Aliona jinsi mume wake alivyotumia muda mwingi nje, alivyokuwa akiwaza na alivyokuwa akitoa msaada mkubwa kwa mtoto wa barabara. Kwa nini unamjali sana huyo mtoto? Salma aliuliza. Khalid alijibu kwa utulivu. Ni mradi wa kijamii. Nataka kampuni yetu iwe na sura ya huruma. Salma hakusema chochote, lakini moyo wake ulijaa shaka. Alikuwa mwanamke mwenye nguvu, aliyesaidia kujenga biashara za familia. Hakupenda siri. Alianza kufanya uchunguzi wake mwenyewe. Matokeo ya DNA yalifika kwa siri kwa wakili Njeri. Alimuita Khalid ofisini kwake. Alimkabidhi bahasha. Fungua mwenyewe. Mikono ya Khalid ilitetemeka alipofungua karatasi. Maneno yalikuwa wazi. Probability of paternity 99.98%. Khalid alikaa chini polepole. Juma alikuwa mwanaye. Alitazama nje ya dirisha kwa muda mrefu. Mawazo yake yalichanganyika, furaha, hatia, hofu na upendo. Lakini alijua jambo moja. Hakuwa tayari kumwambia Amani, Salma au dunia, na siri hiyo ilikuwa kama bomu lililokuwa karibu kulipuka. Khalid alikaa kwenye gari lake muda mrefu kabla ya kurudi nyumbani. Alikuwa sasa na ukweli ambao angeubeba maisha yake yote. Juma alikuwa mwanawe wa damu, mtoto aliyekuwa mitaani bila emesakfna wake. Alikumbuka utoto wake mwenyewe, jinsi alivyoapa kwamba siku moja atakuwa tajiri na hakuna mtoto wake atakayeona njaa. Lakini sasa, mmoja wa watoto wake alikuwa ameishi njaa kwa miaka mingi. Samahani mwanangu, alisema kimoyomoyo. Alijua kuwa ukweli huu ungeharibu ndoa yake, biashara zake na taswira yake kwa jamii. Lakini pia alijua kuwa Juma alikuwa haki yake. Alijitolea kimoyomoyo. Juma hatarudi mitaani tena. Amani alianza kutumia muda mwingi na Juma. Alimpeleka maktaba, akamnunulia vitabu na kumsaidia kusoma. Una akili sana, alisema Amani. Ukipata nafasi, unaweza kuwa daktari mkubwa sana.
Juma alitabasamu kwa aibu. Ningependa kusaidia watu maskini kama sisi. Maneno hayo yalimgusa Amani sana. Aliona jinsi Juma alivyo tofauti na watoto wengine wa barabara. Alikuwa na nidhamu, ndoto na moyo safi. Lakini aliona pia kitu kingine. Alikuwa anafanana sana na baba yake. Moyo wake ulianza kuhisi hofu isiyoeleweka. Salma hakukaa kimya. Alimwajiri mpelelezi binafsi, Bwana Karanja, kuchunguza mtoto huyo na mume wake. Nataka kujua ukweli, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu. Karanja alianza kuchunguza historia ya Juma, Zawadi na Khalid. Alipata rekodi za hospitali, picha za zamani na majina ya mashahidi. Alipoona tarehe za kuzaliwa, alianza kuelewa. Hii sio tu mradi wa hisani, alisema kwa sauti ya chini. Huyu mtoto ana uhusiano wa damu na bwana wako. Salma aliketi kimya kwa dakika kadhaa. Macho yake yalijaa machozi lakini uso wake ulikuwa mkali. Siku moja, Khalid alimwalika Juma nyumbani kwao kwa chakula cha jioni cha kifahari. Ilikuwa mara ya kwanza Juma kuingia nyumba kubwa yenye bustani, walinzi na magari mengi. Amani alimkaribisha kwa furaha. Karibu nyumbani, alisema. Juma alishika mikono yake kwa aibu. Sijawahi kuona nyumba kama hii. Salma alitazama kimya, macho yake yakimsoma kila hatua ya mtoto huyo. Khalid alitabasamu kwa uchungu. Aliona familia yake ikikaa pamoja, lakini akajua kuwa ukweli ulikuwa kati yao kama ukuta mkubwa. Baada ya chakula, Salma alimuita Khalid ofisini mwao nyumbani. Unanificha nini? Aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu. Khalid alinyamaza. Salma alitoa faili kutoka kwenye begi lake. Ninajua kuhusu Zawadi, ninajua kuhusu mtoto, na najua kuhusu DNA. Khalid alishtuka. Juma ni mwanao, sivyo? Salma aliuliza. Khalid alifumba macho. Ndiyo. Kimya kilitawala chumba. Salma alitazama mume wake kwa muda mrefu, kisha akasema, hii itabadilisha kila kitu. Khalid alikaa kitandani usiku huo, mawazo yake yakizunguka. Alijua hakutoweka ukweli kwa Amani bila kuumiza, lakini pia alijua kuwa hatoweza kuishi na siri hii milele. Alimkumbuka Juma akiwa akicheka kwa furaha, macho yake yakijaa matumaini. Alijua kuwa hakuweza kumwacha mtoto huyu kurudi mitaani. Mwanangu, lazima ujue, Khalid alijisemea kimoyomoyo. Lakini wakati ni muhimu. Amani alilala kitandani kwake, akidhani baba yake anajua kila kitu, lakini hakujua kuwa ukweli mkubwa ulikuwa ukijitayarisha kufichuliwa. Khalid alijua kuwa hataweza kuishi na uongo, familia yao itabadilika, lakini bado hakuwa tayari kwa mapambano ambayo yangefuata. Kesho yake, Amani alimwalika Juma shuleni kwake kwa msaada wa masomo. Walikuwa wameshika mikono, wakicheka na kuzungumza. Unajua Juma, baba yangu atakusaidia kufanikisha ndoto zako, Amani alisema. Juma alitabasamu kwa furaha. Asante Amani, sina maneno ya kueleza. Lakini Amani hakujua kuwa moyo wake ulijaa wasiwasi. Alihisi kwamba baba yake alikuwa akimficha kitu kikubwa, jambo ambalo lingeathiri uhusiano wake na Juma. Salma alimkaribisha Khalid kwenye chumba chake cha kazi. Alikuwa na uso mkali, macho yake yakijaa ghadhabu na huzuni. Unanificha siri kubwa, alisema kwa sauti ya chini. Sasa ni wakati wa kusema ukweli, Khalid alijisemea kimoyomoyo. Salma, naomba usikate tamaa. Hatuwezi kuendelea na siri hii. Juma ni mtoto wangu wa damu. Salma alinyamaza kwa muda mrefu, kisha machozi yalipita uso wake. Hii inabadilisha kila kitu, lakini pia lazima tuwe wamoja kwa ajili ya mtoto. Amani alijua kuwa jambo kubwa linakaribia kufichuliwa. Alianza kuona baba yake akitoka nyumbani kila siku akiwa na moyo mgumu, akijitayarisha kwa uamuzi mkubwa. Alimwona Juma akicheka, akishirikiana na watoto wengine shuleni, na alihisi huzuni isiyoelezeka. Alijua kuwa ukweli unaweza kuumiza, lakini pia kuponya. Mwanangu, lazima tuchukue hatua, Amani alijisemea. Ni wakati wa kushughulikia familia yetu na hatima ya Juma. Siku ya mwisho ya wiki, Khalid alikusanya familia yake nyumbani. Alikaa mbele ya Amani, Salma na Juma, akihisi moyo wake ukitetemeka. Leo lazima niondoke na uongo, Khalid alisema. Juma,
wewe ni mwana wangu. Juma alisimama kwa mshangao, macho yake yakijaa furaha na mshangao. Amani alikimbia kumkumbatia, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Salma aliketi kimya, kisha alimkumbatia Khalid na Juma pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza familia yote kuungana kwa kweli, bila siri, bila uongo, na katika uso wa kila mmoja kulikuwa na matumaini, upendo na ahadi ya maisha mapya. Habari zilianza kuenea haraka. MTU mmoja aliyefarahia hadithi ya foto ya amani, Khalid na watoto barabarani, aliweka picha mtandaoni na ndani ya saa chache ilikuwa imevuma. Waandishi wa habari waliomba mahojiano. Maoni ya wananchi yalitawanyika kama umati wa wingu. Kampuni ya Khalid, Mwangi Holdings, ilipata shinikizo la umma kutangaza mipango ya kijamii. Watu walimpongeza, lakini kulikuwa na wapinzani waliotaka kutumia nafasi hiyo kuipotosha sura yake. Bwana Kamau, mkurugenzi wa fedha, alianza kuzungumza na bodi kuhusu suluhisho endelevu na jinsi mchango wa familia unaweza kuathiri maslahi ya wawekezaji. Salma alihisi mkanganyiko. Upande mmoja uliota upendo wa ghafla wa jamii, upande MW ingine ulikuwa na hisia za uonevu ndani ya nyumba yao ya kampuni. Alitaka kulinda familia, lakini pia hakutaka kuona mali ya maisha yao ikianguka kwa habari ya mawazo ya watu. Juma, akiwa shuleni, hakujua uzito wa mtandao ulioanza kuunda mzunguko mzito. Yeye alikuwa na furaha kwa sababu alikuwa anapata nafasi ya kusoma. Lakini wakati umma ulipokuja, maisha ya Juma yataanza kubadilika kwa njia ambazo hakuwahi kufikiria, na haya yatatoa karata mpya katika mechi ya familia yao. Shuleni, Juma alikumbana na changamoto mpya. Wanafunzi wengine walikuwa wakimuuliza maswali kuhusu asili yake. Walitaka kujua kwa nini mwanafunzi wa shuleni hapo alinunuliwa vitabu na mwana wa tajiri. Baadhi walimcheka, wengine walimkumbatia kwa huruma. Amani alichukua jukumu la kulinda hadhi ya Juma. Alimfundisha jinsi ya kuelezea hadithi yake kwa kiburi kimoyo, kumweleza kuwa asili yake haina kupunguza thamani yake. Walipokuwa wakienda katika maktaba ya jamii, mwalimu Achira, mwalimu wa zamani ajulikana kwa uvumilivu, alimkumbatia Juma na kumwambia, ndoto yako ni haki yako. Usiruhusu maneno ya wengine ya kushuke moyo. Wakati huo, jamii ya jirani ilianza kuandaa mkutano wa msaada ili kuwasaidia watoto wa barabara. Amani alishiriki kama mwanzilishi wa mpango mdogo wa kusaidia ada za shule. Juma alihisi fahari na hofu kwa pamoja, furaha kwa msaada na hofu ya kuhama hisia za uzito wa umma. Lakini aliendelea kusoma kwa bidii, akifikiria siku atakayehudumu kama daktari, akirudisha upendo kwa wale waliomsaidia kupona. Omari aliendelea kuchunguza rekodi za zamani zaidi. Aliona kumbukumbu ya hospitali ya miaka 15 iliyopita. Rekodi ndogo zilionyesha jina Zawadi Mwangi aliingia kando ya kisa cha kiafya. Omari alimfuata mtaani hadi Mathare, akizungumza na viongozi wa mtaa, wakala wa hospitali na washauri wa zamani. Alipata taarifa ndogo. Zawadi alihamia kijiji cha pwani kwa muda, alishindwa kuendelea na maisha ya mijini, na kulikuwapo tukio la ajali linalosemekana. Omari alikimbia kumleta habari hizo kwa Khalid, lakini pia aliona kuwa ukweli uliobaki ulikuwa mgumu kwa familia. Zawadi mwenyewe hakuwahi kuonekana kwa urahisi. Kuna ulazima wa kumtafuta kwa ufahamu, kwa kuzingatia usalama wake. Hii ilileta msongamano wa hisia ndani ya kalbi ya Khalid. Alitaka kumtafuta mwanamke aliyewahi kuwa sehemu muhimu ya ujasiri wake wa mwanzo. Alitaka kumwomba msamaha kwa yale aliyofanya miaka mingi iliyopita. Lakini pia alijua kuwa safari hii inaweza kumletea majaribu mapya. Kulikuwa na watu waliotegemea siri hiyo isibadilike. Bodi ya Mwangi Holdings ilikusanyika kwa haraka. Wengine walikuwa wakipiga kelele kuhusu mfuko wa fadhali na jinsi pesa za kampuni zingetumika bila mipango ya biashara. Bwana Kamau alionyesha ripoti zenye mawazo ya kiuchumi. Alihoji uwezo wa mgongano wa kimaarifa na hisia. Khalid alidai aliandaa mpango wa msingi wa elimu, taasisi ya Amani KWA, vijana, ambayo ingekuwa msingi wa ufadhili wa shughuli za kijamii. Hata hivyo, mstari kati ya moyo na biashara ulidumu. Wanafunzi wa soko walipoanza kuuliza maswali ya wazi, baadhi ya wakurugenzi waliona hatari. Salma, KWA, mara ya kwanza tangu ukweli ulipotokea, alisimama mbele ya bodi. Alielezea jinsi mabadiliko haya yalikuwa muhimu KWA, uadilifu wa familia na jinsi ninaweza kuwa mfano wa kampuni. Maneno yake yaliuliza heshima. KWA
Haraka, mzozo uligeuka kuwa mjadala wa hadhi ya kampuni na maadili yake, na kilichofuata kilikuwa kuamua nani angeendelea kushikilia nguvu. Jioni moja, baada ya mkutano MGU, familia ilikusanyika tena nyumbani. Maji ya mvua yalikuwa yakitulia juu ya madirisha, na kawaida za mtaa zilisikika kwa mbali. Khalid na Salma walikuwa wamekaa pamoja, mikono yao ikikumbatiana kwa mara ya kwanza kwa muda. Hatuwezi kurudi nyuma, Salma alisema kwa sauti ya chini, lakini tunaweza kuendelea pamoja. Kwa Juma, kwa amani, kwa wote. Khalid alitabasamu kwa macho yenye unyenyekevu. Alijua kuwa nia yake ilikuwa tofauti. Hakuwa kutaka tu kufufua vilivyoharibika, bali kuunda urithi uliokuwa na maana. Amani aliketi pembeni, macho yake yakijaa matumaini na woga kwa pamoja. Ndipo posta ilipofika, barua kutoka mtaa wa Pwani, iliyoandikwa kwa mkono wa mkataba. Ilisema kwa ufupi, Zawadi ameonekana, yuko Mombasa, anataka kuongea. Moyo wa Khalid ukatetemeka, matumaini na hofu vikichanganyika. Familia ilitulia, amuzi ulikuwa mbele yao. Safari ya kumtafuta Zawadi ilikuwa imeanza, na pamoja na hiyo ilikuja ahadi za majibu ambayo yangefungua hadithi nyingine nzito zaidi kuliko walivyokuwa wakifikiria. Khalid Mwangi aliweka ndege yake chini akitaka kumtafuta yule aliyekuwa sehemu ya maisha yake ya zamani. Aliondoka Nairobi kuelekea Mombasa pamoja na binti yake Amani Mwangi na mlinzi wake mstaafu Omari. Walifika sokoni Pwani, mzunguko wa rangi, kelele na harufu za samaki ukawa wa tofauti kabisa na mitaa ya jiji. Omari alimwongoza kwa barabara ndogo kuelekea kijiji kidogo ambako ziliambiwa Zawadi alikuwa. Moyo wa Khalid ulikuwa ukitetemeka. Hakujua ikiwa atapata msamaha au majibu ya maswali aliyoyaweka moyoni kwa miaka mingi. Walimkuta Zawadi, mrembo lakini mwenye dalili za maisha magumu. Uso wake ulikuwa na mistari ya shida, lakini macho yake yalikuwa ya kweli. Amani alikimbia mbele, mikono yake ikitabasamu. Zawadi, alisema kwa sauti iliyojaa hisia. Zawadi ilisimama, macho yake yakimwangalia Khalid kwa mchanganyiko wa kushangaa na hofu. Ulimwengu ulisimama kwa muda mfupi. Bila maneno, walikuwa wanakutana uso kwa uso na historia iliyokuwa ikianza kuzunguka tena. Zawadi aliketi chini kwenye jukwaa la soko, akianza kueleza yale aliyoyaficha. Aliambia jinsi alivyohitaji kukimbia mara ile tangu ujauzito. Kulikuwa potishio, watu waliokuwa wakimtishia kwa sababu ya mgogoro wa familia na madeni. Alimwacha Khalid bila kumwambia kwa sababu aliona hatari. Alifikiri atamlinda mtoto kwa kumpa kwa rafiki wa karibu. Juma aliyetajwa, alipokuwa mdogo alipelekwa kwa familia ya mbali Matare, ambapo mazingira yakabadilika na mwanamke aliyemlelea akapotea ghafla. Zawadi alipitia maisha ya kujitafutia kazi, akijaribu kulipia makazi. Kila mwaka alituma kidogo, lakini hakuweza kumpata mtoto kwa urahisi. Alisema kwa machozi, nilidhani nilikuwa nikifanya kile kilichofaa kwa ajili ya usalama wa mtoto. Khalid alisikiliza, kila neno likimvunja ndani. Alikuwa na mchanganyiko wa hatia, huruma na kutaka kurekebisha. Amani alishikilia mkono wa Zawadi, macho yake yakijaa huzuni na tumaini. Kwa mara ya kwanza pande zote zilianza kuijua hadithi yote, sio maneno yenye kutoeleweka, bali ukweli mkali wa maisha. Waliporudi Nairobi, habari zilienea haraka. Miji ilikuwa na maoni mchanganyiko, baadhi walimsifu Khalid, wengine walimtuhumu kwa miaka ya siri. Bodi ya Mwangi Holdings ilikutana tena na wapinzani walitaka mipango ya kupunguza hisia za umma ili kulinda maslahi ya wawekezaji. Lakini mke wa Khalid, Salma Mwangi, alisimama imara. Akasema hadharani kuwa uadilifu wa familia hauwezi kuuzwa kwenye meza ya bodi. Mwanzo wa mgogoro uliibuka. Watabiri wa soko walionyesha tetesi za kupunguza dhamana, lakini Amani alialika jamii kushirikiana kwa siri na ndoto ya elimu. Binjeri, wakili wa familia, alisaidia kupanga mkakati wa uwazi. Badala ya kuficha, waliamua kutumia hadithi yao kuunda jibu la msaada wa jamii. Hii ilichochea maoni chanya. Watu waliona mabadiliko sio tu kwa jina bali kwa vitendo. Juma alihisi mabadiliko ndani yake, mara ya kwanza akiwa na umma unaomkambua kwa njia ya hisia, lakini pia akiwa na hofu ya sifa yake mpya. Hii ni kuwa fursa ya kuonyesha moyo wa kweli wa familia, si hadharani tu bali kwa vitendo. Kwa msaada wa familia, walianzisha rasmi taasisi ya Amani, taasisi ndogo ya elimu itakayosaidia watoto wa mitaani kupata ada za shule, vitabu na mafunzo ya ujuzi. Mwalimu Wachira aliibuka kama murubani wa mpango. Aliambia jamii jinsi elimu ilivyomwokoa na jinsi watoto wengi walikuwa wakikosa fursa. Sherehe ya uzinduzi ilikuwa ndogo lakini ya hisia nyingi.
Juma alipokuwa mstari wa mbele kuzungumza, macho ya wazazi walianguka maji ya furaha. Watu wa MTAA walikuja kwa wingi. Wale waliowahi kumsaidia Juma walishangilia. Hata Bwana Kamau na Bwana Karanja walikuwepo, wakitambua kuwa miaka yao ya biashara hayangeweza kuzitisha moyo wa jamii. Khalid alimuna uso wa Juma, akatambua kuwa urithi wake mpya haukuwa majengo tu, ilikuwaga thamani ya kuwekeza kwa watu. Amani alimtazama baba yake kwa fahari. Salma alistua jinsi wasia wa upendo ulivyoweza kubadilisha kampeni zote za hofu. Mwisho ulikuja kwa utulivu wa mshangao. Zawadi aliamua kubaki Mombasa kusaidia kuanzisha kliniki ndogo ya jamii kwa msaada wa fedha za mradi. Alipoamua kuja Nairobi mara kwa mara, aliona familia walipopokea kwa upendo. Omari alitabasamu kwa jicho la kujivunia. Kazi yake ya ulinzi ilikuwa kuleta amani. Siku moja familia yote ilikusanyika tena pembeni ya barabara ile ile ambapo kila kitu kilianza. Walikusanyika pamoja na watoto wengine wa taasisi. Ugali, maharagwe na maji yaligawanywa kwa furaha. Khalid aliweka mkono wake juu ya kichwa cha Juma, akasema kwa sauti ndogo, "Sasa nasikia pumzi ya amani." Amani alimkumbatia mama yao na kutabasamu kwa macho yaliyojaa nuru. Umba uliona hadithi hii kama mfano wa mapole ya maisha, jinsi ukweli, msamaha na kutenda mema vinavyoweza kubadilisha sura ya kijiji, jiji, hata taifa. Mwisho ulikuwa ndoto iliyoibuka. Urithi wa kweli haukujengwa kwa mali pekee, bali kwa moyo uliothubutu kugeuza adui kuwa rafiki na maskini kuwa mtoto wa taifa.